Biblia inasema enenda na wenye hekima nao utakuwa mwenye hekima, bali rafiki wapumbavu utaumia. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 13 mstari wa 20, neno la Bwana linatuambia hivyo. Leo nataka kukumbusha kwa habari ya kutembea na watu wenye hekima, kwa sababu itakusaidia kufika kwenye hatima yako, hata kama wewe haukutakiwa kufika kwa spidi ile, lakini kwa sababu ya uzoefu ambao umewapata kutoka kwa wale watu, itakusaidia wewe mwenyewe kufika hapo. Leo naomba nikusimulie story ya watu fulani kwenye Biblia ambao pengine umewahi kuwasikia. Hawa ni Wagibeoni. Wagibeoni waliposikia habari za jinsi Mungu wetu alivyowatendea wana wa Israeli, Wagibeoni walijishusha, wakajivisha mavazi ya magunia pamoja na mfalme wao, wakaenda kwenye taifa la Israeli. Yoshua akaweka agano na wao. Alipoweka agano na wao, Waamori waliposikia taarifa kama hizo, wakataka kuja kuwavamia Wagibeoni. Kitu gani ambacho kinatokea? Mungu anamruhusu Yoshua aende kupigana vita na Waamori kwa ajili ya Gibeoni. Wanaenda wanapigana vita na Waamori. Mungu mwenyewe anaingilia kati, anashusha mawe ya barafu kutoka mbinguni, anawapa Israeli ushindi. Jua linasimama kwa ajili ya ile vita, inapigana mpaka vita inaisha. Tunakuja sana kukuta kipindi cha Daudi, ambacho Daudi ni mfalme. Kuna kipindi kinatokea cha njaa. Daudi anamuuliza Mungu kwa nini. Mungu anamwambia kwa sababu Sauli aliwaua Wagibeoni. Waulizeni Wagibeoni wanataka nini. Kwa lugha rahisi ni kwamba Wagibeoni hawakutakiwa kuingia kwenye nchi ya ahadi, lakini waliingia kwenye nchi ya ahadi kupitia mgongo wa nani? Mgongo wa Israeli. Lakini kwa nini? Waliamua kuambatana na wenye hekima, na wao wakawa miongoni mwa wale wenye hekima. Kwa hiyo ninakukumbusha wewe leo, mtu ambaye unamtumikia Mungu, mtu ambaye unamfahamu Mungu, unamjua Mungu na unampenda Mungu, penda kutembea na watu wenye hekima. Watakusaidia kufikia kwenye yale mambo ambayo Mungu anataka uyafikie. Wagibeoni walitembea na taifa la Israeli, wakaingia kwenye nchi ile ambayo ilikuwa imejaa maziwa, imejaa asali, imejaa kila kitu. Walikaa mule. Wagibeoni walionekana kama wapumbavu, lakini walichokipata